Nimedansi sana mzee. Yaani nilikuwa na dance, nimedansi Lingala mbaya sana. Na soko la zamani na sasa hivi liko vipi? Hata makanika wa 90s anafanya kazi kwa sasa hivi afanye ki 90s. Sasa kutoka kwa Ninja Kids, karate nini, ikatokea vipi mpaka ukajipata kwenye usanii? Bro, mimi pia karate nilikuwa dancer bana. Nimedansi sana 1990s bana, 91 nini, kanda bongoman 1992, indemoni zile. Pepe Kale bakule 1992 93. Kina nani Alosma Bele akiachia albamu yake ile Mawa. Nimedansi sana mzee. Yaani nilikuwa na dance, nimedansi Lingala mbaya sana. 1994 sasa hapo nilipoanza kuona hip hop, American hip hop. Kina nani, kina Dabrat. Shabaranks nilimuona kama from Jamaica, dancer from Jamaica. Shabaranks na zile ngoma zake nini. Albamu yake ya Too Tough 1995. Shabaranks. Kina Tupac, kina Biggie, wakirap miaka hiyo, kina Dre, kina Snoop. Unaona ba. Kwa hivyo nilikuwa na dance huko na rap, na dance na rap. Sasa kufika 98 nikasema acha na mimi nianze kuimba kwa sababu nimeona watu wanaimba East Africa. Before then kulikuwa na Swahili Nation hapa Kenya. Jamaa watu wazima wako majuu. Swahili Nation, alafu kulikuwa na the mushrooms kina Katana mushrooms. Mombasa sendi tena. Unaona hizo wao jamaa walikuwa. So nikapiga muziki pia, nikarap nini, nikaimba, nikaandika. 202 ndo nikaingia official studio. Kwa hivyo musically miaka mingi sana kutoka 90s nimependa muziki. Music is in my blood. Muziki wa 1990s na wa sasa hivi unaona kuna utofauti gani? Wasanii wa siku hizi wanaimba ile kuimba na kwenye mashairi, ama kuna utofauti gani mkubwa zamani na sasa hivi? Zamani na sasa hivi, zamani tulikuwa tunaandika nyimbo, mtu anaweza andika nyimbo moja karibu miezi mitatu. Alafu wakaguzi wa nyimbo walikuwa wengi mitaani. Mtu anakagua. Kwa sababu hatukuanza sisi kuimba, kuna walioanza miaka hiyo tangu ukoloni. Kwa hivyo zamani ulikuwa unaandika nyimbo, mtu mzima anaipitia, anaangalia, badilisha hili neno sio zuri, badilisha hili neno sio zuri. Sio zuri kwa jamii. Uswahili tu, lakini hili neno sio zuri. Hili neno sio zuri. Lakini alafu ukitoa nyimbo inakaa hata miaka 3 5 inapigwa tu hiyo, hujatoa nyingine hiyo. Sasa hivi vijana wanaingia studio wanaimba vitu Wakenya wanataka. Wakenya wanataka kusikia vitu hakuna, nonsense kabisa, matusi. Naona. Wanaingia studio, saizi hata mimi pia mwenyewe nikiingia studio siandiki. Naingia nasikiliza beat, vibe imeendaje, mimi naanguka nayo. Sio kama zamani. Kwa hivyo muziki sasa hivi na wa zamani ni tofauti. Muziki sasa hivi unapita kama Big G. Na soko la zamani na sasa hivi liko vipi? Okay, kuna soko, yaani tuanzie 2000, sababu 1997, 98, 99 ulikuwa watu wanaimba tu bado hawajaanza. Ukienda piga show pengine wapewa watu kuletea pombe. Mimi nakumbuka nikidansi nilikuwa napewa mfuko wa Tropical. So yani soko limeanza 2000 hapa. Soko la zamani ilikuwa ni pesa ni ndogo. Mnaitwa show mnapewa 3,300. Nilikuwa naona wenzangu wakiitwa pale kabla mimi nitoke. Kina Adio, kina Cannibal, Longombas wakitoka Nairobi, kina Nazizi, kina Necessary Noise wakija pale Public Beach Mombasa hapa, Kenyatta Beach. Pesa ilikuwa si nyingi. Lakini heshima ya muziki ilikuwa. Sasa hivi soko ni zuri, lina pesa sana, lakini muziki hakuna. Huo ndio tofauti naweza kuambia. Kuna dunia inahama sasa hivi. Tumeona mpaka kampuni kadhaa ambazo zimekataa kuhama digital zimepotezwa kabisa kwenye biashara. Na kwenye usanii pia tunauona ni kama hivyo. Wasikilizaji ama consumers ni tofauti na wa zamani. Wasanii ambao ni wa zamani wa Kongo, unahisi kuna kitu ambacho wanafaa kukikubali kwamba sasa hivi muziki unataka hivi na hivi, lakini wao bado wamekwama kwenye system ya kizamani na inakuwa ni chanzo cha wao kuwaregesha nyuma? Kweli sasa hivi wakati kila kitu, nyakati hubadilika, na ndio maana tuna time inaenda TikTok hairudi nyuma, anti-clockwise never. So wakati huu ni wakati mwingine, kila nyakati inabadilika. Hata makanika wa 90s anafanya kazi kwa sasa hivi afanye ki 90s. Makanika wa 2000 anafanya kazi ki sasa hivi 20 something. Anaenda na sasa hivi kuna siku hizi kuna kuja vifaa
unagusisha huku inakusomea hapa. 90s alikuwa hakuna vitu kama hivyo. Kwa hivyo music, hata kwenye muziki ni hivyo hivyo. Watu wakubali kubadilika. Kuna wanangu wawili wamenitumia link jana, wameimba pamoja. Nimesema nitawapigia. Wameimba zamani sana, wameimba kitambo mpaka na huruma yani. Na wamehype vibaya sana hiyo ngoma kabla itoke. Lazima watu wabadilike, tuende na wakati. Hata mimi nimebadilika, ndio watu wakanisikia tena. Kwenye safari yako ya sanaa ushawahi kukataliwa? Hata siku moja. Hata siku moja, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Hata siku moja. Namshukuru Mungu. Sijawahi buiwa juu ya jukwaa, sijawahi shuka hata siku tangu nizaliwe. Kuanzia tunaimba na mic zile za silver miaka hiyo kwenye madisco vumbi, kwenye matanga huko. Kagujo Mjamberewadi huko nini mpaka Bumbululu ndani huko nini. Mshomoroni, yani hatujawahi, sijawahi, yani nikishika mic, yani nilikuwa nahakikisha kwanza kabla nishike mic, sishiki mic watu wanione, hapana. Kuna kitu naenda kuongea pale juu ya jukwaa. Nafikiri hiyo ndio imeniweka mpaka kuna depression, stress, mawazo yanakuwa mengi, alafu ukiingia kwenye mitandao upatane na comments kwa sababu watu wanapenda kushambulia sana. Hizi comments huwa unazichukulia vipi? Zinakuathiri kwa namna moja ama nyingine? Mimi ni binadamu, mara nyingine zinaniathiri. Hata ukicheki TikTok pale mwanangu, kuna wengine mmoja namjibu, inabidi nimjibu tu mmoja sana, kwa sababu sio kwanza. Nimeta shauri na Chris Brown akijibu watu, kina Mondi nimeona akijibu, mameneja wakubwa wanajibu watu. Sometimes unawaacha waflow kwa sababu yani negativities ni nyingi sana online, kwa sababu kuna mtu anatamani ya maisha yako lakini anatamani kwa njia mbaya. Sasa anaongea vitu opposite. Hata nikiwa live pia watu wanaingia hivi naangalia. Sasa unajifunza tu, unameza comment mbaya, unajifanya hujaiona, ana comment mara 2-3, anaona humjali. Lakini ukimjali tu, sasa zinateremka kama comment ya gunia kwa magunia, banners yani zinashuka. Kwenye sanaa drama zimekuwa ni nyingi sana. Unaamini kwenye kiki? I don't. That's why hujawahi kwenye kiki. I don't. Sijawahi. I don't believe kwa kiki. Kiki ya nini? Nini chenye kinakusukuma zaidi kufanya muziki? Familia, majukumu? Hata sio majukumu. Mimi kimenisukuma kabla hata nijue mwanamke ni nani. Kwa hivyo mimi nafanya muziki kwa sababu muziki, napenda muziki, my passion. Kwanza ni passion. Kitu cha pili kaingia kuna kumbe ni kazi. Basi nikikosa pesa sitaacha muziki, nitaimba muziki. Bado nitafanya kazi. Lakini kinachonisukuma zaidi, napenda muziki, ni passion. Yani music is in my blood. Kwa hivyo mimi pia ni shabiki wa wasanii. Mimi pia ni shabiki. Kwa hivyo napenda muziki. Hicho ndio kinachonisukuma. Ushaifika kwenye ukomo mpaka ukasema mimi na muziki basi? Kama mara 5 ama mara 4. Ni nini kilikufanya ufikirie mimi muziki acha tu sasa hivi? Kuna watu wanakuwa karibu na wewe musically, alafu kuna wakati wanakuondokea. Sasa inabidi kwa hivyo hawa hawataki niende ama hawataki nifanyie, hawaongei. Ukimpigia mtu apokee sasa hivi, ukimtumia message leo na kupigia kesho kutwa. Nikasema naacha, kwa sababu hawa ndio tuko kwa industry wenzangu, wazee wenzangu, inakuaje muona. Sasa mara nyingi sana bro, kitambo sana, mara nyingi sana. I think hata 2022 nilikuwa nimeacha, sitaki kabisa. Kwa sababu unatumia nguvu nyingi kwenye muziki hapa Kenya, lakini pesa hamna. Alafu pia hao ambao ni circle ya music industry wanavimba, wanajisikia wamefika, wanaona wao ni malaika. Wanasahau kwamba hii ni kazi. Tufanye kazi tuishi. Umenielewa? Nikasema naacha muziki basi, acha nguvu yangu niweke kwenye upande mwingine, lakini sio naacha muziki kibiashara. Music business naacha, but I will still do music as my own. Vile nataka niimbe, ngoja niingie studio. Si pesa natoa mimi, natoa pesa studio na rekodi, naweka kwenye mitandao. Atakayeongea negativities positive portale Msambweni, nimeimba kwa sababu ni hobby. Hakuna mtu ananiambia badilisha nguo, vaa hivi, dance. Hakuna, kwa sababu they are not contributing anything into my music career. Never. Tukirudi usanii ama wasanii wa pwani,
imekuwa ni gumzo na ni kitu ambacho kila mtu anakiongelea, lakini suluhisho halipatikani na reason haijulikana nini. Kwa nini usanii wa Mombasa hakuna mahali unaenda, ama wasanii wa Mombasa inakuwa tu ni kelele nyingi lakini hakuna kitu? Wanafanana. Uwezi andika kitabu novel like Bahari Yetu ya Pwani, uchambue kuhusu bahari. Mwingine naye aje tu bahari ya Mombasa, achambue kuhusu bahari. Mwingine aje na kitabu kingine bahari ya Kilifi County. Bahari ni uchambuzi ni mmoja. Wanaimba message moja, bro. That's why hawaendi mahali. Hilo tu. Wanaimba one message. Wanafanana. They sound the same. Almost the same. Mwingine ana sound Diamond, mwingine ana sound Harmonize, mwingine ana sound Rayvanny, mwingine ana sound J Melody, mwingine Darasa. So we have duplicates here. Mtaenda wapi? Be original. Be you. Hiyo ndio problem. Na unadhani wasanii wa pwani wanaimba kama biashara ama wanaimba kwa sababu ya fan, utafuta? Zamani walikuwa wanasema utafuta wanawake, utafuta tu ile jina, unajulikana TikTok na nini. Unadhani wasanii wa pwani wanaimba kama muziki, kama biashara kabisa, ni kwamba hii ni biashara yangu, niko very serious about it? Tupo wa pwani ambao tunaimba muziki kazi, muziki passion. Tupo wengi tu. Lakini hawa wanao ibuka, hawa majenzia wanaimba kwa sababu ya pointing fingers. Basi. Kwa sababu mtu anatoa ngoma tayari anaingia DM za watoto wa kike. Do you know who I am? I'm the one who sang Kamweleo. Do you know who I am? I'm the one who sang The Jembe. Mambo, how are you? You know me? Do you know me? Yani huyu hawa watoto mostly ni hawa watoto vijana. Ndio maana hawaendi mahali. Lakini wasanii wa pwani tupo, tunaimba tu. Mbona kitambo sana, miaka mingi sana. Long time ago. Tupo na mpaka leo okay. Si tuko ba. Kuna watu wanasema Kiddies, kama Kiddies ni brand, na ukiwa brand unafaa haufai kuonekana hivi. Lakini wasanii wa Mombasa imekuwa popote unapozunguka utampata, si umeenda Feru umekutana na nani, umeenda beach fulani umekutana nao. Hili swala huwa unalichukulia vipi, na unaamini kwenye brand kwamba haufai kuonekana ovyo ovyo? Hiyo iko kwenye hizo ni tutorials za music. But I think a musician, hizo vitu viko pale. Unajua musician guidance ya musician, artist, a singer, a rapper, so long as you are an artist by music, only music, not drawing or anything. Oe, kwa wenzetu unajificha, ukitoa kazi watu wanakutamani, ukiweka event wanakuja wanajaa, wamekutamani, wamekumisi, but not in this country, not in this soil, Kenya. That is not going to happen in this soil, Kenya. Kenya utajificha, utatoa mziki, na bado utaweka show mahali utasikia sijui umenielewa. Hapa Kenya utajificha miezi 6 mwaka, unatoa kazi, watu wakuone. Weka event hapa Bamburi, Mtwapa ama wapi, bro. Oe, watu wana mambo yao. Sio okay. Mimi naongea kuhusu Kenya, not even in Mombasa. The whole country. Iko hivyo. Tatizo ni kazi mbovu, ama ni kwa sababu watu wanashabikia sana wabongo. Na hata wasanii wa Kenya wengi ni mashabiki wa wasanii wa bongo. Ndio hata mashairi, kila kitu najaribu ni kama copy paste. Nadhani hii ndio ni chanzo chenye kinafanya mpaka mashabiki wanaona wasanii wa Kenya ni kama vituko, kama comedians. Hapana. Kwanza Kenya bwana imetawaliwa na siasa. Let me tell you the truth. Na huwa naongeaga sana. Kenya it's only about politics. Na politics, every Kenyan wishing to have a better life. Kwa hivyo kama kila Mkenya anawishi awe na better life, wanaangaliaga siasa, politics, nani atakaa pale, nani atatusaidia, mambo maisha magumu. Kenya maisha magumu. Kenyans in general hawaja embrace music, hawajashika muziki kama nchi zetu Tanzania wapi. Wakenya wana mambo mengi, kila mtu they have a lot to deal with apart from music. Na kama wataka kuamini, angalia comedians, comic, hizi vituko za short clips online.
zina views mingi sana kuliko music. Kwa hivyo kila Mkenya anataka kusmile kwa sababu ana shida nyingi za kutosha. If you want to become a superstar in this country, try to be a politician. Within a week, you are well known. But kuna watu wameimba mziki 10 good years now wajulikana. Kenyans hawajashika mziki. Wa Kenya appreciate, they don't. Nobody will ever ask you where can I get your music or where can I purchase your music. Never. Very few. Now those few ni wale ambao wako updated, yani they know what they are doing. They know life, what the meaning of life. Huyu jamaa anaimba, lazima ni appreciate kwa sababu anaimba. Akiimba, I feel his music or her music na vibe. So vipi ni appreciate? Ni aje bro? Vipi? Unaweza weka show mahali, tukuje tuingie. But hao ni very few. Ukiweka show pale watakuja wale watu wachache ambao ni mashabiki sugu ambao wanajua nini wanafanya. Kwa hivyo Kenya siasa imetawala than music. Na it will never change. It will never change. Yeah. Na unadhani wasanii wenyewe wanajua their rights? They don't know. Most of them they don't know. Okay, most of them they don't know. They wanawaka hard, wanaenda mbio, ndio wanashikwa na depression hizo. Mtu ana spend pesa mingi, mtu anauza hata half a acre kwao huko ili aingie studio shoot video kali. Enda ukaimbe na Diamond. Kwani wangapi wameimba na wasanii wakubwa wako wapi bwana? Enda ukaimbe na Chris Brown. So long as you are from Kenya, Kenya won't promote you. Me, I'm saying this open here. Na nimekuwa kwa music industry for more than 16 years. So nafikiri ni 20 sasa na. Kwa mfano ungekuwa mmoja wa watu ambao wako kwenye wizara ya sanaa, ungerekebisha vitengo gani ili kuhakikisha kwamba sanaa inaweza ikafika sehemu moja ama inaweza at least kufikia Tanzania? Ningerekebisha. Nafikiri my previous interview from somebody's whatever huko niliongea tu the same kwamba ningepata nafasi nahisi kwamba hiyo wizara ya sanaa ikae mtu ambaye wa sanaa, hiyo wizara ya utalii, hiyo and everything, culture, tourism, culture and tourism, sijui whatever hizo, akae tu mtu wa sanaa, mziki ama mtu yote ambaye anajua sanaa inamaanisha nini. Tutasaidika kwa sababu we need one thing. Tunahitaji a monitoring system yenye kina Chris Brown wako nazo personal. Hiyo ni 50 million. Ako ka system ni 50 million Kenya shillings. Tumeuliza, unajua we've been working hard. Na iko yenye ililetwa na serikali, jamaa wakaiua. Hao wanajiita unmoved stones and big fishes in a small pond. Waliiua kwa sababu wamezoea kula pesa za watu. As we speak, kuna mtu ameweka mziki wangu kwa akaunti yake anauza. As we speak, I reported my music Nyonda through YouTube. Leo ni siku ya 3 bado sijaletewa email kuambiwa kwamba okay, now your music is back, you can monitor it. Still private. Na nimejaribu, I've deleted so many music video in my YouTube account kwa sababu kuna mtu alikuwa ana own. Sasa I'm not earning anything. So I had to delete them na ku-re-upload one after hivyo. So niki-upload inaniambia pale kwamba kuna shida. So ibidi nitume hiyo kuclaim hiyo kwamba this is my blah 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 tarehe this or date and then so inachukua siku 2 3 mwezi, imagine. Kwa hivyo walipoiua hiyo system, basi tukarudi pale kwenye mtu anakula pesa yako. Was it ignorance ama ilikuwa tatizo nini? Kwa sababu mimi huingia kwenye YouTube nikapata nyimbo za wasanii wa zamani wengi zimepostiwa na watu ambao si wao. First it was ignorance kwa sababu mimi account yangu ni ya 209 kitambo sana, before YouTube. I'm talking about Google. You know, we started the Hotmail before Yahoo. Yeah, I had Hotmail before even Yahoo. Hotmail, Yahoo, Google, 209, 210. Nika-upload ka video fulani kama ka documentary about flowers. Ili nione itafanya aje. Nika-upload kakaa hapo. So kutoka hapo nikapigiwa simu, nikaingia kwa recording label, Grandpa Records. Kuanza kupiga muziki kule, not even that.
hii penzi langu kwako nimefika, penzi langu nimeitoa 2011. So ilipotoka ni ignorance. Mimi nitakwambia tu ni ignorance kwa sababu even mimi niko na makosa. Kwa nini nilipopewa sikuingia kwenye YouTube yangu nikaipost? Mimi mwenyewe tunajilaumu kwanza, kitu ya kwanza. So Backstreet Entertainment posted it, sijui someone again, sijui nini. Even Kamwaleo the original tulichanganya na Chapatizo. Evans, the guy is called Evans. I've seen it so many times. Kamwaleo tulichanganya. Naye aliona mbona hii ngoma haiwekwi, ikabidi achukue tu yeye aiweke. You understand? Kwa hivyo in any way alinisaidia pia. Sasa mimi nililala, yeye akaiupload. Sasa I'm about to claim it back. Sasa hiyo ndio ina take time. Kuna mtu anatumia email na Google about this and that and I ignore. Sasa I ignore, unajua itaenda hivyo.